Katika maisha kila kitu kina nyakati zake. Kuna wakati wa kupanda na kuna wakati wa kushuka. Kuna wakati wa kupokea na kuna wakati wa kutoa. Lakini mojawapo ya mambo ambayo hutupatia somo kubwa katika maisha ni pale mtu anapopatiwa cheo, anapopewa nafasi ya juu, mamlaka au heshima fulani katika jamii, kazini au katika taasisi yoyote ile. Wengi tunapopata madaraka yoyote au vyeo, tunasahau kuwa hatukuzaliwa navyo hivyo vyote hivyo, na zaidi ya yote havidumu. Cheo ni kama mkondo wa maji, leo kipo kwako, kesho kinamiminikia kwa mtu mwingine. Hili ni jambo ambalo kila mwenye akili timamu na moyo wa busara anapaswa kulitafakari kwa kina na kulijua. Ndugu yangu, cheo kingedumu, wewe usingekipata. Hapa namaanisha kwamba maisha hubadilika, watu hubadilika, nafasi pia hubadilishwa. Mipango ya Mungu nayo ni ya kushangaza. Hivyo acha kujivunia cheo, acha kutambia cheo. Leo unaweza kuwa juu, ukapigiwa saluti, ukaenziwa, ukaamrisha watu, lakini kesho ukawa miongoni mwa wale watu ambao uliwaona wa kawaida. Hili halina ubishi. Historia ya dunia imejaa mifano lukuki. Wapo maraisi waliokuwa wakiheshimiwa kila kona, leo wanatembea mitaani kama watu wa kawaida. Wapo wakuu wa idara waliokuwa wakiogopwa, leo wanapita bila hata kutambulika. Kwa hiyo ukipewa cheo, kumbuka cheo ni dhamana, cheo si urithi. Kumbuka cheo hakidumu. Cheo kingedumu, wewe usingekipata. Maana yake aliyepewa mwanzo angebakia huyo huyo mpaka leo. Kwa kuwa cheo hakidumu, basi epuka majigambo. Ukisikia ama ukiona mtu anajigamba, anajitapa kwa cheo chake kana kwamba hakina mwisho, huyo mtu bado hajaelewa kanuni ya maisha. Kwa sababu kama hicho cheo kingekuwa cha kudumu, basi usingekikuta. Kisingesubiri wewe uzaliwe, ukue, usome au ufanye kazi yako ndio upewe. Tambua kwamba wapo waliokikalia kabla yako na wapo ambao watakaokikalia baada yako wewe. Hii maana yake ni kwamba vyote ulivyopewa ni kwa neema tu ya Mwenyezi Mungu. Vyote ulivyovipata ni kwa neema tu ya Mwenyezi Mungu, na tambua kwamba ni kwa sababu tunapokezana vijiti. Ulivyo juu leo wewe ni kwa sababu mwingine alishuka. Kwa hiyo ndugu yangu, unapaswa kuwa mnyenyekevu, unapaswa kuwa na busara, unapaswa kuwa na heshima kwa wengine. Kama wewe ni nesi, daktari, injinia, mtaalamu, mtangazaji, tambua kwamba kabla yako hiyo nafasi alikuwepo mtu mwingine. Hayupo, upo wewe sasa, na wewe utakuwepo, utaondoka, watakuja wengine. Kama leo hii una cheo, una mamlaka, kuna watu unawaongoza, ndugu yangu, usiwadharau walio chini yako, maana hujui kesho yako iko vipi. Jiulize, baada ya wewe kuondoka hapo ulipo, watu watasemaje kuhusu wewe, kwa mazuri, kwa mabaya? Ndugu yangu, tumia cheo chako kuwainua wengine, si kuwakandamiza. Cheo ni fursa ya kuwasaidia watu, sio kuwavunjia heshima, kuwadharau, kuwatweza. Kumbuka, ukiwavunjia watu heshima, ukiwadharau, ukiwatweza, watu hawatasahau uliowatendea. Watu watakumbuka, hata ikipita miaka mingi, watakumbuka ubaya wako. 3, nikwambie ndugu yangu, usikubali cheo kikufanye ujione kama Mungu mdogo. Kumbuka, kuna Mungu wa kweli aliye juu ya vyote tunavyoviona, na kwa Mungu sisi sote ni sawa. Haijalishi una cheo kiasi gani, wewe ni mkubwa kiasi gani, tukienda kwa Mwenyezi Mungu sisi sote ni sawa. 4, nikwambie ndugu yangu, wekeza heshima badala ya hofu. Watu ambao unawaongoza, wekeza kwao heshima badala ya hofu. Watu hao wakuheshimu na si kukuhofia, wasiwe na hofu. Watu wakikuheshimu kwa sababu ya utu wako, hiyo heshima itadumu, na hata baada ya cheo chako kuondoka, heshima itabaki pale pale. Lakini ukiwaongoza watu kwa vitisho,
Siku ukiondoka, watu watakucheka na watu hao watafanya sherehe kubwa sana. Hivyo ndugu yangu, una cheo mahali popote pale, wekeza heshima kwa watu hao badala ya hofu. Kumbuka walikotoka wenye vyeo. Tukisoma Biblia, tukisoma historia, wako watu walikuwa na vyeo. Yusufu alipokuwa waziri mkuu wa Misri, hakuwasahau ndugu zake waliomuuza, aliwasamehe. Licha ya ndugu zake Yusufu kumuuza, kumfanyia ubaya, alipopata cheo hakuwasahau, aliwasamehe ndugu zake. Wewe kupata cheo, unalipa ubaya, unaanza kuvimba. Daudi alipokuwa mfalume, hakusahau marafiki zake wa zamani kama Yonathani, alikumbuka jamaa zake. Wewe umepata cheo, unawasahau rafiki zako, unawasahau ndugu zako. Nikwambie ndugu yangu, usijivune kwa cheo ulichonacho, jivune kwa tabia njema, jivune kwa utu wako. Cheo ni kama kivuli cha jua tu, kinaweza kutoweka muda wowote ule, lakini tabia njema na heshima kwa watu ni vitu vinavyodumu hata baada ya cheo kuondoka. Ndugu yangu mpendwa, jenga jina lako kwa upendo, unyenyekevu, uadilifu na hekima. Siku ukiondoka hapo ulipo, watu watakukumbuka kwa mema, na hapo utakuwa umeshinda. Cheo kingekuwa kinadumu, wewe usingekipata. Kwa hiyo ukiwa nacho, kitumie vizuri. Ndugu yangu, tambua kuwa cheo si mali ya mtu. Cheo ni kama zamu, leo ni wewe, kesho ni mwingine. Cheo ni nafasi tu, cheo si urithi. Kwa mfano, rais wa kwanza wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ni Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Mwalimu Nyerere alipokuwa rais wa kwanza alikuwa na mamlaka makubwa, lakini mwaka 1985 alijiondoa mwenyewe kwa heshima, si kwa kushinikizwa, bali kwa kuonyesha kuwa cheo ni dhamana ya muda mfupi tu. Na Mwalimu wakati anaondoka alisema hivi: nimeiongoza nchi hii kwa kadri ya uwezo wangu, sasa ni muda wa wengine kuiongoza. Mwisho wa kumnukuu Mwalimu. Na ni kweli, baada yake yeye walikuja viongozi wengine. Walikuja wakina Mwinyi, Mkapa, Kikwete, Magufuli, na sasa nchi yetu ipo chini ya mama Dr. Samia Suluhu Hassan. Hii ni ishara tosha kuwa cheo hakidumu kwa mtu mmoja. Nelson Mandela alitumikia kifungo cha miaka 27 kwa kupigania uhuru wa nchi yake. Alipotoka akawa rais wa kwanza mweusi wa Afrika ya Kusini, lakini licha ya umaarufu wake na heshima kubwa, alihudumu kwa muhula mmoja tu, kisha akasema, I have walked that long road to freedom, but now it is time for others to lead. Aliamua kung'atuka na kuwaachia wengine kama alivyofanya Mwalimu. Leo hii Nelson Mandela jina lake linaheshimiwa duniani kote, si kwa sababu alikaa madarakani muda mrefu, bali ni kwa sababu alitumia muda mfupi kwa busara na hekima kubwa. Ndugu yangu, usipojua cheo ni cha muda tu, utabaki na maumivu. Wapo waliodhani kwamba cheo ni cha kudumu, na mwisho wao ukawa ni fedhea. Mfano ni pamoja na Saddam Hussein. Saddam Hussein alitawala kwa mkono wa chuma kwa miaka mingi, akiamini hakuna wa kumgusa. Alidhani kwamba cheo chake hakiwezi kuondolewa, lakini alipotumbukia katika dhambi ya uonevu, kiburi na udikteta, aliondolewa kwa nguvu na dunia ikamshuhudia akihukumiwa. Leo hii heshima yake haipo, imebakia historia. Kwa Afrika tunao mfano wa Robert Mugabe, Zimbabwe pale. Mugabe aliongoza Zimbabwe tangu uhuru mwaka 1980, lakini miaka mingi baadaye, badala ya kuachia wengine, alizidi kung'ang'ania kukaa pale pale. Mwisho wake aling'olewa kwa nguvu na jeshi na akaishi maisha ya upweke hadi kifo chake. Cheo kilimwacha, lakini kumbukumbu mbaya ya kung'ang'ania madaraka zilibaki. Ndugu yangu, rafiki yangu, ukipewa cheo, tumia nafasi hiyo kuinua wengine, na si kujinufaisha wewe au kutisha watu au kuonea watu. Mfano mwingine ni hapa nyumbani Tanzania. Hayati John Pombe Magufuli
Rais Magufuli alipokuwa madarakani alipambana na rushwa na alitenda kwa kasi ya ajabu. Alifungua barabara, akajenga hospitali na miradi mingi chungu nzima. Japo si kila mtu alimkubali kwa kila jambo, lakini ukweli ni kwamba Dkt. Magufuli alitumia muda wake kufanya kazi, na alipoitwa na Mwenyezi Mungu, muumba mbingu na nchi, aliondoka, cheo kikabaki. Lakini leo hii jina lake limebaki kwenye miradi na kumbukumbu za uzalendo. Huo ndio mfano wa kutumia cheo vizuri. Ndugu yangu, ukikikalia cheo kikubwa au ukikikalia kiti kikubwa, usione una nguvu kuliko waliokipa hicho kiti thamani. Cheo chako kinang'aa kwa sababu ya watu unaowaongoza. Bila wao, wewe ni mtu wa kawaida tu. Ndiyo, wewe ni diwani kwa sababu wapo wananchi unawawakilisha huko. Wewe ni mtendaji kwa sababu wako wananchi. Wewe ni mkuu wa wilaya, mkurugenzi, mkuu wa mkoa, waziri, wherever. Ni kwa sababu kuna watu wako chini yako. Bila hao watu, cheo chako hakina maana. Iweje uanze kuwavimbia? Iweje uanze kuwaona hawana maana? Hivyo nikwambie tu, cheo chako kinang'aa kwa sababu ya watu unaowaongoza. Bila wao, wewe ni mtu wa kawaida tu. 2, nikwambie, toa nafasi kwa wengine. Kuongoza si ushindi wa milele. Fursa itokee kwa wengine pia, wakue, wajaribiwe, wajifunze. Unapoongoza, toa nafasi kwa watu wengine. Wako baadhi ya watu wapo kwenye nafasi mbalimbali, hata wakisafiri nafasi zao hawakaimishi watu wengine. Hawataki kutoa mafunzo kwa watu wengine. Ujuzi ambao wao wako nao hawataki kufundisha wengine. Ndugu yangu, cheo si urithi. Toa nafasi kwa wengine. Waache wengine na wenyewe pia wakue, wajifunze, wajaribiwe pia. Nikwambie kingine ndugu yangu, usiwatese walio chini yako kwa kutumia mamlaka. Maisha ni mduara, leo wewe, kesho wao. Urithi si cheo, urithi ni tabia njema. Mtu huacha cheo, lakini jina lake linabaki. Swali ni je, jina hilo litakumbukwa kwa wema au fedhea? Ukiwa wewe ni mwenyekiti wa kijiji, cheo chako utakiacha, atapewa mtu mwingine, lakini jina lako litabaki. Swali, je, watu watalikumbuka vipi hilo jina lako? Kwa heshima, kwa wema au kwa fedheha? Majibu unayo mwenyewe. Kwa hiyo tunapokabidhiwa vyeo, tuvitumie kwa hekima, tuvitumie kwa unyenyekevu, na tuvitumie kwa moyo wa kutoa huduma, kwa moyo wa kuhudumia wengine. Tujenge jamii bora. Tukitoka tusibaki na majuto. Tukitoka tuache majina mazuri, tukikumbukwa kwa mema. Kwa kuwa cheo hakidumu. Cheo kingekuwa kinadumu, wewe usingekipata. Na kwa sababu umekipata, tumia nafasi hiyo kwa hekima. Tumia nafasi hiyo kwa busara, ili baadaye usije ukaacha jina baya, ili baadaye unapoondoka watu wasifanye sherehe kubwa wakifurahi umeondoka, wakifurahi kero, mzigo, karaha zimeondoka. Na kuombea kwa Mwenyezi Mungu akubariki, akulinde na akuepushe na matatizo, majanga ya hii dunia. Kama una cheo mahali popote pale, kitumie cheo hicho kwa hekima na busara, na baraka za Mwenyezi Mungu ziwe juu yako. Mimi ni ndugu yako, rafiki yako, swahiba wako wa kila kukicha, wajuzi, jana na leo, Dastan Fredi Kamala. Shukran.